Habari za saizi, kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwanaharakati huru. Siku hii ya leo nina machache ya kuweza kuzungumza juu ya mambo kadhaa yanayotokea katika taifa letu, hususan yanayohusu swala zima la kisiasa. Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kuniwezesha mimi na wewe kuwa salama, na alimwezesha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa salama. Na niseme Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda rais wetu, aendelee kutupa na sisi afya njema, ampe afya njema rais wetu na muongezee maarifa na hekima katika kazi zake kwa ajili ya kuweza kutuhudumia sisi wa Tanzania pamoja na familia yake. Napozungumza haya kwa sababu tunaona kazi kubwa inayofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Siku ya leo nina machache sana ambayo tutapata kuweza kuulizana na kuweza kufahamishana, tuseme tutaulizana, tutafahamishana. Ushanifahamu? Kwa hiyo kitu ambacho kilichopo hapa ni kitu kimoja tu. Kutokana na kauli ambazo zimezungumzwa na mbunge wa jimbo la Kawe, ndugu yetu Josephat Gwajima, ni kiongozi wa kiimani upande mwingine, lakini mimi sitagusa upande wa nafasi yake ya uongozi wa kiimani. Hoja yangu kubwa kwa kuwa ni kiongozi wa kiimani lakini yuko ndani ya siasa, na mimi nataka nigusie hapa, alafu nitamkumbusha baadhi ya vitu yeye kama yeye aweze kutueleza nini tatizo. Haimaanishi kwamba ukiwa mwana CCM mimi bwana Ahmed Kombo siwezi kunyanyuka nikazungumza. Nitanyanyuka, nitatoa maoni yangu na nitazungumza kile ambacho ninachokiona kwangu ni sawa. Lengo ni kumuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mmekuwa wafuatiliaji wa matamko yangu, kama mmekuwa ni wafuatiliaji wa mazungumzo yangu, kama mmekuwa wafuatiliaji wa hizi mada zangu, itakuwa kuna vitu vingi sana ambavyo mtakuwa mmeninoti. Maana wengi wao wamenizoea kunitukana, lakini kwangu mimi matusi yao kwangu mimi ni sherehe. Kwa sababu nikisema nichukie matusi, basi nitakuwa nimechukia hii kazi moja kwa moja, kwa sababu binadamu, asili ya binadamu ama asilimia kubwa ya binadamu, wengi wao hawana shukrani. Napozungumza wana shukrani, wameumbwa na Mungu lakini bado leo hawamkubali hata Mungu aliyowaumba. Kwa binadamu hawa huwa hawakosi, wapo katika dunia. Kwa hiyo hata iweje, mimi sitamfurahisha kila mmoja. Wapo nitakawafurahisha, wapo nitakawakwaza. Na si kila mtu yupo kwa ajili ya kuweza kumfurahisha kila mmoja, ila zungumza, simama kwenye haki, zungumza haki iliyokuwepo. Ndugu zanguni, nazungumza kwa sababu kuna baadhi ya watu wao wanasema kwamba Kombo, wewe unawatetea viongozi wa serikali au viongozi wa serikali baadhi yao ni mafisadi. Wao wanazungumza ya maneno. Watu wao wananiambia sana kwamba wewe unatetea viongozi, hujui tabia zao. Nikamwambia binafsi, kwa sababu unaambiwa tuzungumze ama tufanye kitu kwa ushahidi. Hata imani zetu zimetuelekeza ushahidi. Mara nyingi majibu yangu mimi wananiambia ukiniambia Chama cha Mapinduzi, labda unawapa tuhuma hizo unazowapa za kwa ajili ya kuweza unawapa majina mabaya ama unawatuhumu kitu fulani, wewe utawatuhumu kwa nafasi yako, ila mimi siwezi kuthibitisha kwa sababu siwezi kukubaliana na wewe kwa sababu sijawahi kuona kwa macho yangu, sijawahi kuthibitisha. Kwa automatically nitaendelea kukitetea Chama cha Mapinduzi, nitaendelea kumtetea rais wangu kwa sababu ninachokiona kwa rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninaona mwenendo wake na ufanyaji kazi wake ni uko smart. Ni hamkwazi mtu, hamvurugi mtu, yuko sambamba na wahudumia wa Tanzania kwa majukumu yake aliyokabidhiwa. Kwa sababu ile neema imetoka kwa Mungu moja kwa moja, imekuja kwake. Kwa sababu kila riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Napomaanisha Rais Samia neema kapewa na Mwenyezi Mungu, ili inamaanisha hata viongozi wa kiimani ili jambo wanalijua vizuri sana. Kwa hiyo mimi siwezi kuituhumu serikali kwa kitu ambacho si kweli, eti kwa sababu ni maneno ya mtu fulani, kwa sababu mtu fulani ya kipindi chama fulani, afu leo mimi nitoke niituhumu serikali. Sio kweli. Haya, kilichoniweka hapa ni kuhusu Gwajima. Hapa nilikuwa natoa tu maelezo ili watu tueleweshane, kwa sababu wengi wamekuwa ni watu wa kulaumu, kwa nini. Mimi nitaendelea kuitetea nchi yangu, nitaendelea kumtetea rais wangu, huo ndio ukweli wangu, na hata kiongozi yeyote akifanya vizuri nitampa sifa zake.
tumemwona Gwajima ameyazungumza mengi sana. Katika mambo aliyozungumza, ukikaa kwa mtu mzima ukiyafikiria, unajua kuna kitu kakilenga. Nazungumza kwamba unajua kuna kitu kakilenga kwa sababu zifuatazo. Kwanza utatafsiri kwanza nafasi yake ya kiroho. Pili utakuja kutafsiri nafasi ya cheo alichokuwa nacho. Tatu utakuja kutafsiri chama alichokuwepo. Kwa ukiyatafsiri haya maneno yote, yani ukitafsiri vivyo vyote, ukatafsiri maneno ya yeye ambayo ameweza kuyazungumza, unakuja kupata kitu kimoja, kwamba nilizungumza hapa siku kadhaa zilizopita kwamba si kila kiongozi unayemuona kavaa nguo ya kijani anamuunga mkono Rais Samia. Sio kweli. Si kila kiongozi anayevaa nguo ya kijani anamuunga mkono Rais Samia. Sio kweli. Nilizungumza. Na si kila waziri wa mawaziri wote watusema wanamuunga mkono Rais Samia. Hapana, wengine wapo kwa ajili tu wamepewa nafasi, hawana budi, wanabidi wapongeze tu, wazungumze tu. Ndio halisia jinsi ulivyo. Sasa ubaya zaidi, tukija kwa ndugu yetu Gwajima, historia yake watu wengi tumekuwa mashahidi, tunaijua historia yake ya kuingia madarakani kwake, nafasi aliyoipata. Mkiniambia Gwajima ndani ya Chama cha Mapinduzi chenyewe, niambieni Gwajima alishinda? Jimbo la Kawe, niambieni Gwajima alishinda? Jibu kwamba Gwajima hakushinda. Huyu Gwajima mnamuona huyu hakushinda kwenye jimbo la Kawe. Aliyeshinda alikuwa ni Furaha. Kwa kuwa Rais Dr. John Pombe Magufuli lilikuwa ni chaguo lake Gwajima. Na Gwajima hakuchaguliwa hivi hivi tu. Tukija katika historia ya nyuma, Gwajima alikuwa na challenge serikali kama alichokianza kukifanya hiki. Ndicho alichokuwa anakifanya kipindi cha Dr. John Pombe Magufuli. Alianza kuichallenge serikali, alianza kugombana na Makonda ambaye alikuwa mkuu wa mkoa kipindi hicho, mkoa wa Dar es Salaam. Ushanifahamu? Ikaenda kuonekana ni mwamba kwamba anaweza kuichallenge serikali, anaweza kusema hivi. Ushanifahamu? Akapata nafasi, akapendwa. Maki nasema akapendwa na Dr. John Pombe Magufuli. Alipopendwa, alipofika wakati wa kinyang'anyiro ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kuna utaratibu maalumu ambao upo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ushanifahamu? Wakaangalia namna gani akapitishwa. Dr. John Pombe Magufuli akamkata Furaha ambaye pia nasikia ni mpwa wake. Taarifa za zinasema kwamba wewe ni Furaha ni mpwa wake. Ndio alishinda ndani ya Chama cha Mapinduzi, tena kwa kishindo. Kwa hiyo alipewa nafasi hiyo kwa huruma, kwa sababu hakushinda ndani ya Chama cha Mapinduzi. Basi baada ya kupewa nafasi ile kilichotokea ni kitu gani? Kwa kuwa wote ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ameamua kwamba Gwajima apitishwe, licha kwamba ndani ya kura za maoni Gwajima hakupita. Sio, mnanielewa? Lakini mwanzo alianza kuikaanga serikali, akaanza kuzisema taasisi. Tuna kumbukumbu alikuwa anatumia kanisa kuzungumza maneno hayo, kanisa lake. Alikuwa anajaza chuki waumini wake juu ya serikali. Kaangaliwa huyu mwenzetu wa wapi? Basi akapata bahati, akapendwa na Dr. John Pombe Magufuli, akaingizwa kwenye mfumo. Haya, akaenda kugombea. Chama ikabidi kiungane kwa sababu mwenyekiti ameshaamua hichi. Haya, Gwajima ikabidi aingizwe kwenye formula ya kupata nafasi ya uongozi, kuwa mbunge. Gwajima huyu mshanifahamu? Tukirudi nyuma tunakumbuka mambo yake machafu aliyoyafanya. Ndio maana nasema huwa mimi nawaambia sana ndugu zangu, binadamu wenzangu, hakuna mkamilifu. Kwa hiyo unaposema la mwenzako, waza na wewe una ya kwako nyuma. Ndio maana nikasema sitaki kugusia kwenye nafasi yake ya kiroho, kwa sababu nitakuwa nakumbusha machungu ya video chafu zilizovuja. Yeye alifikiria mwa Tanzania ni watoto wadogo. Watanzania watoto wadogo, eti AI ndio umetengeneza. Nani kakwambia? Mimi binafsi ni mtaalamu wa mambo ya video graphics. Yaani nafanya graphics, nafanya editing, lakini video ile sio ya Gwajima aliyetengeneza vile, hakutengenezewa. Eti nasema sio ya Gwajima tena. Ile video hakutengenezewa. Ile video ilikuwa ni reality. Real video. Yaani video ya kweli kabisa kwamba tukio lile alifanya vile na picha zikavuja. Hatutaki kuyakumbusha hayo, sio hoja yetu. Ndio maana anapozungumza, unapomwangalia mwenzako kataka kukosoa madhaifu yake,
Angalia wewe, je, huna madhaifu? Haya yote anataka yeye. Kwa nini nazungumza hivi? Yeye kama kweli alikuwa na haja kubwa ya kutaka kukosoa ama kutoa maoni yake juu ya idara ya usalama wa taifa, angekuwa anataka kutoa maoni yake juu ya idara ya usalama wa taifa. Yule ni mbunge. Unaposikia mbunge ni mwakilishi wa wananchi, elewa hicho kitu. Ni mwakilishi wa wananchi. Lakini pia mbunge huyo ni mwakilishi wa serikali kwa wananchi. Sio, unanielewa? Ni mwakilishi wa wananchi, tunakubaliana, ni sawa. Lakini pia ni mwakilishi wa serikali kwa wananchi. Wananchi wakitaka kufikisha maoni yao yaende bungeni, serikali iweze kutekeleza, wanamtumia yeye. Na pia serikali wakiwa na mradi wakitaka kuja kwa wananchi, ni lazima wamfikishie taarifa mbunge afikishe kule. Mmenielewa sijui? Kwa hiyo alikuwa na haja gani kuanza kutoa maoni? Make ni sawa sawa na kukashifu taasisi inayofanya uteuzi. Kwa mtu mwenye akili akifikiria, na imani watu wengi ndio maana wameanza kumjibu, kwa sababu wameelewa. Nimemuona mwenyekiti wa MVCCM kawaida ameandika, nikamuona ndugu yangu Nyerimuro ameandika, nimemuona ndugu yangu Msukuma amezungumza. Nikaona na mimi kwa upande wangu tu mdogo na uelewa wangu mdogo, nikasema hapana, ngoja nilizungumze. Kama kweli wewe ulikuwa na haki, kumbuka wewe ni kiongozi tayari. Tunapozungumza mbunge tayari umeshaingia kwenye system ya serikali, unakula posho za wananchi. Unapozungumza posho za wananchi, unakula kodi za wananchi. Serikali inakutambua. Tayari wewe unalipwa na serikali, tayari wewe ushatambulika ndani ya serikali. Nini kinachotakiwa kufanyika? Ni maoni. Bwana Mheshimiwa Rais, mimi mbunge wa jimbo la Kawe, nahitaji kuonana na wewe. Rais hawezi kukataa. Mbunge ni mtu muhimu sana. Mbunge anamiliki wananchi. Licha kwamba kwa Gwajima ubunge wake tunaojua, ushanifahamu, hakukubalika ndani ya chama. Huku nje Chama cha Mapinduzi kilipambana, kikampitisha, kikampambania kwenye kampeni. Maana ukiangalia Kawe wanachama wengi ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa lazima angekuwa ameshinda tu. Lakini Gwajima angekuwa na Lima Mdee, kwamba kila mtu kwa uwezo wake. Bila vyama hivi kuwepo, Gwajima singepita, Alima angepita. Hata Gwajima angesimamishwa leo na huyo Furaha, bila kusema chama kiingilie, kwamba wanachama wa Chama cha Mapinduzi kumpigia kura Gwajima au kumpigia kura nani, Furaha. Gwajima angepigwa chini. Alikuwa na nafasi ya kwenda kumuona Mheshimiwa Rais, akaandika andiko lake, akamwambia Mheshimiwa Rais kuna 1 2 3 4 5, kwa sababu yeye tayari leo yeye anatoka kwa wananchi. Anaanza kuituhumu serikali, anaanza kumtuhumu rais, na anaanza, kilichonyuma zaidi ni kwamba unaituhumu idara ya usalama wa taifa. Unamtuhumu rais juu ya uteuzi wake, na maana anamkosoa rais juu ya uteuzi wake. Na maana uteuzi anachomaanisha kwamba uteuzi wa rais anachosema kwamba hauko makini. Ndio maana yake, ndio hoja yake. Ataita siyo mdogo wangu, siyo Abduli, kamtaja Abduli mle ndani. Mtoto wa rais kamtaja. Ushanifahamu? Akasema mara mtoto wa rais atekwe, sijui tuone itakuwaje. Ushanifahamu? Kwa mimi ninachozungumza ni nini? Unapotaka kuwa na jambo lako, wewe una nafasi na una mamlaka. Una nafasi ya kunyanyuka, kwenda kupeleka. Mbona sisi kina Kombo tukiona baadhi ya vitu, tunaenda ofisi zetu za wakuu wa wilaya. Bwana mheshimiwa, nimeona 1 2 3 4 5. Ili likoje? Au ili inafanywa. Kombo ili liko chini ya uwezo wangu, na mimi nitalipeleka ngazi ya juu. Utaratibu si upo? Utaratibu upo. Mkuu wa wilaya kwenda nipeleka kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa anapeleka sehemu husika, linatekelezewa, litafanywa kazi. Kama liko ni la kuisha kwa mkuu wa wilaya, linaisha kwa mkuu wa wilaya. Leo yeye anasema, na maana mazungumzo yalikuwa anazungumza, ina maana kwamba kitendo kinachofanyika rais kuwabadilisha viongozi wa usalama wa taifa, yeye kwake anaona kama ni makosa. Sio makosa. Tukumbuke tunaposema rais, yule ni taasisi mjomba. Na Gwajima sio kama haelewi, anavielewa sana hivi vitu. Ile ni taasisi.
Tunapozungumza hili taasisi, ukiona rais amefanya uteuzi, sio matakwa yake rais amekaa kwenye meza yake leo namteua mtu fulani. Hakuna. Bwana, kuna hawa. Vipi? Na si kila anayeteuliwa anaweza kaenda spidi ili anayotaka mtawala. Kila mtu ana malengo yake. Wewe mwenyewe Gwajima, ulikuwa na mwenyekiti mmoja wa UWT. Ulikuwa naye kanisani kwako. Kwa nini umemtoa? Kwa nini umemtoa? Inawezekana spidi yenu haiendi sawa. Katibu wako wa mwanzo je, ni katibu wako wa sasa? Ndio maana nasema kabla hujamsema mwenzako jiangalie na wewe. Kabla hujatoa maoni hayo, angalia mimi nina udhaifu gani katika haya. Je, lengo ni kutengeneza, lengo ni kubomoa? Gwajima hapa alichokitaka yeye abomoe, sio kutengeneza. Kwa sababu angehitaji kutengeneza. Yeye ni mbunge. Yeye ni mbunge, amesema bungeni kule dakika tunazopata ni chache. Sio kweli. Kama una hoja yako tena bungeni, kama kuna jambo linaweza likajadiliwa, ukitaka kitu kipate, wanasema kipate ufumbuzi. Kitu kipate ufumbuzi, ukitaka jambo liweze kufanikiwa. Sio kwenda kunisema nje. Ambako unajua wazi kabisa, ukinisema huko mimi nitajisikia vibaya na watu wangu wa karibu watajisikia vibaya. Kwa kuwa wewe una bunge, ni mbunge, una haja, una haki kubwa sana ya kwenda kusimama bungeni. Leo nina maoni yafuatayo. 1 2 3 4 5. Sisi kama wabunge tumshauri Mheshimiwa Rais. 1 2 3 4 5. Nimeshaingia bungeni. Bunge litalichukua. Kwa sababu maamuzi yako wewe Gwajima, hata leo unasema hayo maneno yazungumza kwa Mheshimiwa Rais juu ya kuteua watu wa usalama wa taifa tofauti. Sawa? Lengo lako litekelezwe au lengo lako ni nini? Kama ulikuwa unahitaji jambo litekelezwe, bunge silipo. Jamani, nawaambia ukweli. Anachokifanya Gwajima, anatengeneza pressure ili mradi aonewe huruma kwenye nafasi ya ubunge. Ndicho anachokifanya. Kataeni kubalini, ndicho anachokifanya. Amezungumza kuhusu swala la utekaji. Mimi nikimuuliza Gwajima, nipe ushahidi ya mtu mmoja uliyemshuhudia anatekwa. Yesu kazungumza swala la utekaji. Mimi anipe ushahidi tu. Mtu mmoja aliyemshuhudia yeye anatekwa. Neno kutekwa, nendeni mkasome. Gwajima, wewe ni msomi. Nenda kasome kamusi ya Kiswahili. Mama sasa kusoma Kiingereza. Kasome ya Kiswahili. Anayetoa taarifa za utekaji ni yule aliyeona. Na anayetoa taarifa za utekwaji ni yeye mwenyewe aliyetekwa. Nchi na mambo mengi sana. Ina kila aina binadamu. Yona alitekwa na Chadema. Kwa nini mimi nimejua Yona alitekwa na Chadema? Kwa sababu mwenyewe alizungumza, nilitekwa na Chadema. Akathibitisha hili jambo kwamba mimi nilitekwa na Chadema. Watu wakasema kweli Yona alitekwa. Sitaki kuzungumzia kina Mdude, sijui kama katekwa au la. Mimi sijui. Siwezi kuthibitisha kwa sababu uhalisia uliokuwepo. Mimi ushasikia usalama wa taifa. Usalama wa taifa itakuwa na jukumu la kuteka watu. Jukumu la usalama wa taifa wanajua wao wenyewe. Hata wewe Gwajima unajua. Mimi ninachojaribu kukisema, tunapohitaji nafasi zetu za kisiasa, tusijaribu kuiangalia serikali na kuangalia wapi kuna dosari, wapi kuna jambo fulani, ulikuze liwe dosari kubwa. Ninapomaanisha ni kwamba ushaona watu ndio hivyo utekaji nini na nini kama unavyozungumza, ukaona hii ni ipake matope serikali. Kina Kombo sisi tunahangaika kusema serikali haijateka. Wewe unasema serikali inateka, unasema usalama wa taifa wanateka. Tuambie usalama gani uliyemshuhudia wewe anatekwa? Mimi niseme tu kitu kimoja. Gwajima anabidi aangaliwe, ana kundi la watu. Sio peke yake. Ukimwona mtu anajitoa muhanga, tayari kuna watu wako nyuma yake ambao wanamsapoti. Gwajima huenda kuna mawaziri wanamsapoti, huenda kuna wabunge wenzake ambao baadhi sio wote wanamsapoti kwenye jambo kwamba wewe nenda kalisifue. Yote ni kwa sababu ya ubunge. Pressure yake kwamba hata arudi. Kama hakukubalika ndani ya chama, jibu je, atakubalika? Mara hii jibu kwamba hawezi kukubalika. Furaha ilipita kwa kishindo ndani ya chama. Magufuli kwa huruma yake akasema mjomba wangu, hebu mpo wangu kaa pembeni. Ngoja tumpitishe huyu Gwajima. Tumzibe kwanza hizi kelele apunguze kwanza. Wakampitisha Gwajima. Mimi leo naweza nikawauliza wanakawe.
mna mchango gani mkubwa mliopata kutokana na Gwajima? Jibu kwamba machangamoto nyingi zimekuja kushughulikiwa na serikali kupitia mkuu wa wilaya. Mimi kabla sijaje hapa kwanza nimefanya research ndogo. Mimi nakumbuka kipindi yuko pale nilishawahi kufanya kazi manispaa ya Kinondoni, kujitolea niseme, nishawahi kujitolea zamani sana. Kipindi cha kakaangu mmoja, kipindi cha mkuu wa wilaya alikuwa Godwin Gondwe. Nishawahi kujitolea. Nikajitolea katika kitengo cha habari. Napozungumza hivi kwa sababu naona watu ambao walikuwa na push jambo liende, walikuwa na push madiwani, akiwemo ndugu yangu Manyama, kaka yangu Songoro Mnyonge. Baraza la madiwani likikaa lina push, sio mbunge. Mbunge hata kwenye baraza haonekani. Mbunge hata kwenye vikao fulani haonekani. Ahadi nyingi alizotoa Gwajima ni feki. Mimi nimekaa pale muda huo, sikuwahi kumuona Gwajima. Mambo mengi, hospitali nyingi walikuwa na push zinaenda mpaka serikali kuu. Zinapoenda serikali kuu zinapokuja kutekelezwa, mkuu wa wilaya kila siku. Hata sasa hivi tunamuona kakaangu Sadi na dadangu Anifa jinsi wanavyohangaika Kinondoni. Kwa sababu si kinini Kawe. Miradi mingi. Mfano naweza nikazungumza kitu kimoja. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka miradi mingi sana ndani ya Kawe. Amepatengeneza vizuri sana. Tunafahamu stendi ya Kawe jinsi ilivyo na mipango na mikakati iliyokuwepo, zahanati za Kawe. Sijawahi kumuona Gwajima leo ameenda bungeni kusema namshukuru rais 1 2 3 4 5. Ndio maana nikasema Gwajima inabidi achunguzwe. Inabidi achunguzwe. Anachokitafuta sasa hivi anatafuta huruma ya waumini wake. Anatafuta huruma ya waumini kwa kuwa ni kiongozi wa kiroho, anatafuta huruma ya waumini. Gwajima anatingisha. Anachokifanya sasa hivi Gwajima anatingisha. Sikasema anarudi tena. Akirudi tena mimi na hoja zangu chache sana. Nahitaji anijibu. Hoja chache sana. Aniambia japo vitu vitano tu alivyofanya yeye binafsi. Asiangalie kwenye mfuko wa jimbo. Nataka aniambie mfuko wa jimbo umeleta mchango kiasi gani ndani ya Kawe. Mfuko wa jimbo niambiwe. Tukienda kata ya Wazo tunamuona Manyama ni namna gani anavyopambana. Tunamuona kabisa 100%. Mimi sizungumzi kwa sababu eti Gwajima anamchukia. Mimi simchukii binadamu yoyote. Isipokuwa kanikwaza. Ukikosa kuwa na shukrani, mwisho wa siku watu watakudhalilisha. Hebu angalia kila mmoja anatoa tamko, unakuwa na hali gani? Mamlaka imekuamini, nchi imekuamini, mwisho wa siku unakuja kuigeuka nchi. Tunajua lengo lako. Umeletewa barua 2. Umeletewa barua hizi 2. Moja ya Chadema, moja ya Chauma. Tunajua. Sasa ndugu yangu, unapotaka kuondoka katika eneo, kama unataka kuhama Chama cha Mapinduzi, maana ndicho kinachokwenda kutokea kwa Gwajima. Unapoamua kuhama Chama cha Mapinduzi au unapoamua kuhama sehemu yoyote, usiache dosari. Ondoka kwa amani ili kesho ukitaka kurudi urejee ukiwa na amani na usalama kabisa. Ulotukuka kabisa. Wewe ni kiongozi wa dini, unaaminiwa sana na watu. Lakini leo hii unapozungumza maneno yasiyokuwa na maana, wewe kiongozi ya dini, jukumu lako kubwa hasa ulionalo wewe ni moja tu. Kuitengeneza imani ya wananchi, waiamini serikali yao. Maana Gwajima mimi naweza nikaamini kwamba anaungana na Wakenya. Naweza nikaamini. Ninaweza nikaamini. Inaweza ikawa ndio hivyo. Kwa sababu ananitia wasiwasi. Wakenya muda huu wanaishambulia sana nchi yetu. Na sio kusema Wakenya msimamo wa nchi ya Kenya, hapana. Wahuni, baadhi ya wahuni tu wanaomilikiwa na Martha Karua pamoja na nani huyu Tundu Lissu pamoja na dada huyu nani huyu Maria Sarungi. Kwa sababu misimamo yako haina tofauti na misimamo ya watu wa Kenya. Tuamini nini Gwajima? Gwajima, tunakuomba sisi, mimi kama kijana ninakuomba mheshimiwa, nikupe nafasi yako ya uheshimiwa. Wewe ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Usituambie Chama cha Mapinduzi ulikuja kwa sababu umepewa favor ya nafasi. Muda wote inawezekana hukuwa na mapenzi na Chama cha Mapinduzi. Umewadanganya viongozi wa maafisa tarafa, sio maafisa nini kule, sio watendaji wa kata, sio watu gani. Utawanunulia magari. Mwisho wa siku hukutekeleza.
Gwajima tuna mengi ya kwako, mimi nina mengi. Bahati nzuri mimi nimekaa Kinondoni. Nimekaa Kinondoni vizuri tu. Serikali kiukweli imefanya kazi kubwa. Ila Gwajima nikikwambia leo, nitajie vitu vitano mfuko wa jimbo umefanya nini, huwezi kuwa na majibu. Basi mimi maoni yangu ni hayo. Ndugu zangu wa Tanzania, kwenye hizo nafasi za ubunge mwaka 2020 watu walipata nafasi sana, bahati yalipitishwa majina yao. Sio walioshinda ndani ya nini, hapana. Unajua mwenyekiti husika ambaye alikuwa Dr. John Pombe Magufuli aliwaonea tu huruma. Aliwaonea tu huruma kwa sababu tunakumbuka Kigamboni alipita mtu sahihi kwa sababu ndiye aliongoza kwa kura. Tukija Kawe alipita mtu ambaye hakuongoza kwa kura. Ushanifahamu? Tukija Kawe, Kigamboni alipita marehemu Dr. Faustin Ndugulile ambaye alikuwa anashuana na Makonda. Mimi nina historia, nafahamu sehemu nyingi. Chama kiliwaamini bwana, kupita ninyi haina maana, lakini sisi tunaangalia nani tutaenda naye. Nani tutaenda naye.